Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi. Tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria uraisi. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa. Tukikinukisha vile, tutaumia. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua. Wanaweza? Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi. Actually hakuna katika siasa za ukombozi. Sizungumzi siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi, siasa za udalali sio za ukombozi. Kwenye siasa za ukombozi, kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu. Okay? Ngoja nieleze hivi. Julius Nyerere, na mara nyingi hatufahamu historia yetu. Nani alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere. Hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58, yeye na mhariri wa tano anaitwa Robert Makanga wa gazeti la Tano, na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere, patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi 6 au aende jela. Aende jela miezi 6 au alipe shilingi 300. 358 hazikuwa chache. Sawa.
Na ukifikiria nani mwingine wa anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakwenda gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani, na Nujoma alienda gerezani, Kenyatta alienda gerezani miaka 9. Alipotoka gerezani straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi, kwa hiyo tutafungwa. Si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo. Tutachelewa kama hamu ni ubunge, tutachelewa kidogo. Lakini tutapata mageuzi yatakayo tupeleka wengi zaidi bungeni. Watu wanataka tuwe tukapate 5%, tukapate 5% na wabunge labda 7, alafu tuanze kupigana nini? Vikumbo juu ya nani aende kwenye viti maalum. Nataka tupate kura nyingi zaidi, na tuna uwezo kupata kura nyingi zaidi ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum. Mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko. Sio hii habari ya nini hii. Na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi, na tutakuwa na rais actually. Kwa hiyo ni njia ngumu, ni kweli. Hakuna chama kinawe kuzungumza lugha hii ever katika nchi hii. Ni sisi tunaizungumza. Kwa hiyo asante. Kwa heshimiwa, tujiandae, tutashinda. Msiogope. Mara ngapi imeandikwa kwenye Biblia? Msiogope. Msiogope. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni haya. Nimetoka kwenye ziara ya kanda ya Nyasa, na kesho tunaenda kusini. Mheshimiwa Mayala, kesho tuko kwako. Sasa huko nyanda za kanda ya Nyasa tulikotoka, nimemwona mwenyekiti wako hapa, watu wa Nyasa. Watu wa Nyasa, simameni wote. Hawa petitioners wanasema hivi, hicho chama nilichokiona Nyasa kitakufa tusipoenda kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Hawa ni watu ambao wamesahau kufanya siasa za wananchi wetu. Wananchi wa Nyasa ambao mimi nimekuwa nao siku 8 wako militant, hujawahi kuona. Kama Watanzania, wanachama wetu ndio hao niliowaona Nyasa. Na mimi nafikiri wako hivyo kila mahali. Then tukapambane, tutapata mabadiliko kabisa. Tukapambane, tutapata mabadiliko. Watu wetu wanahitaji kuandaliwa, wanahitaji kuambiwa, wanahitaji kuongozwa, lakini wanahitaji kuongozwa na viongozi jasiri. Tusiende na hii unagusa unarudi, unagusa unarudi. Hiyo sio namna ya kwenda. Sawa. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni haya. Niwashukuruni sana watu wa Nyasa.